Mimi naitwa Dr. Jovini Alois Ndietabura, mkazi wa hapa hapa Nkwenda. Jinsi nilivyokutana na mwenza wangu kipindi chote cha nyuma. Mwenyezi Mungu alijalia tukakutana wote kwenye shule za mwanzoni ambazo zilikuwa zinaitwa Lower Primary School. Na baada ya Lower Primary School tulisambaratika kwenda mashule mengine ambayo yalikuwa ni Middle School na kwenda katika mashule mengine ya juu. Mwenyezi Mungu alijalia baada ya elimu yetu kwenda mashule mbalimbali na kwenda vyuoni, tulikutana kwenye hospitali ya Nyakahanga. Kwa wakati huo ilikuwa inaitwa hospitali ya wilaya. Baada ya kukutana pale, tulienda kufanya kazi kama watu waliokuwa wametoka sehemu moja, kwa sababu wote tuliwazaliwa sehemu ya Kituntu cha Katembe. Basi tulienda kufanya kazi kama ndugu. Alafu baada ya hapo tulipewa uhamisho wa pamoja kuja kituo cha afya Nkwenda ambacho kilikuwa kilifunguliwa mwaka 1974, na bahati nzuri tukakutana tukawa wote pale, lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tulijaribu kuzungumza na kuelewana, hatimaye tukaoana kwa kufunga ndoa mwaka 76. Na baada ya hapo tuliendelea na shughuli zote za kawaida, tukiwa na kilimo na kazi za kutoa huduma kwa wagonjwa, na bila kumsahau ndugu yangu, rafiki yangu Dr. Rafael Wechungura ambaye alikuwa wakati huo alikuwa daktari mchaji wa kituo cha afya Nkwenda, na tulishirikiana wote katika maisha yote tulivyokuwa tunakaa katika kituo hicho. Na bahati nzuri amebahatika kufika hapa, japokuwa na yeye umri naona unasogea mbele, lakini siwezi kumsahau katika maisha yetu yangu na mke wangu na yeye na familia yake. Katika shughuli za kilimo tulikuwa na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, na tulishirikiana mimi na mke wangu, na kidogo tuliongeza kipato pamoja na kupata hela tuliyokuwa tunapata mshahara ule wa serikali, lakini tulipata ziada kwa kutumia ufugaji na kilimo cha ziada. Baada ya hapo miaka kwenda miaka rudi, tunatoka kituo kingine, ilibidi mimi nihame kwenda kituo kingine, lakini mke wangu alibaki na akiendelea na shughuli, na nilihama kwenda kwenye hospitali ya wilaya kufanya shughuli za kazi za uratibu, na baadaye nikapata nafasi ya kurudi masomoni. Mke wangu alibaki akiendelea na shughuli nyingine za nyumbani. Na katika shughuli hizo zifanya baada ya kutoka katika chuo, na miradi nilifanya wafadhili ya ESAWA na UNICEF. Na katika mradi wa ESAWA nilibahatika kupata ziara ya mafunzo Nairobi, Kenya kwa muda wa miezi mitatu, ambako niliporudi tukaanza shughuli za ufyatuaji wa mitungi ya maji na ujenzi wa matenki ya maji na vyoo vya mashuleni. Mpaka sasa wakati Kyerwa haijatengana na Karagwe, nilikuwa na ratibu wilaya ya Karagwe kwa shughuli hizo, ambazo shule nyingi tulizijengea vyoo, matenki ya maji. Na vile vile tulikuwa na mradi wa UNICEF ambao nilibidi kutoa mafunzo ya wahudumu wa afya wa kila kijiji katika wilaya ya Karagwe. Mimi nikiwa mratibu nilifanikisha kufundisha wahudumu wote wa vijiji vyote ambao walikuwa wanatoka wawili kila kijiji, na kuwapa vifaa vitendea kazi. Wakati wao watu walikuwa muhimu sana, kwa sababu walipokuwa wanamaliza masomo tulikuwa tunawapa box la dawa na kiti ya kuzalisha. Kwa hiyo hayo mafunzo tuliwapa. Basi namshukuru Mwenyezi Mungu, mafunzo haya yalifanikiwa vizuri. Nadhani bado watu wahudumu wa afya wako vijijini wanaendelea kufanya kazi, wengine wameshastaafu, wengine wamesha hama kuhamia kwingine.
Baada ya hapo niliendea nikipata nafasi ya kurudi chuoni, nikawa nimekwenda KOTC Msoma, ambayo nilipata nafasi ya kutembelea na kaburi la hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nilifaidika sana kuona eneo hilo na hatimaye kwa historia najivunia sana. Na wakati huo nimemaliza haya mafunzo, ilibidi nirudi na kuendea shughuli za uratibu katika wilaya ya Karagwe, na baada ya hapo ndio wilaya ikatengwa ikabaki Kyerwa na Karagwe, na ndio muda ulikuwa unafika wa kustaafu. Nimestaafu, lakini katika kustaafu aliyetangulia kustaafu alikuwa ni mke wangu aliyestaafu kwa miaka 55. Mimi nikaja kustaafu kwa miaka 60. Lakini wakati huo amestaafu akukaa kimya tu nyumbani. Tulimwanzishia duka la dawa, akawa anatoa huduma ya dawa kwenye duka la dawa, na hatimaye nilipostaafu baada ya mimi kufikisha miaka 60, na nikamkuta nyumbani na kumpongeza kwa sababu shughuli amezifanya vizuri. Tukawa tunafikiria kusajili zahanati ya Mjuni Dispensary. Juhudi zilifanyika na naishukuru serikali, hatimaye nilipewa kibali cha kusajili Mjuni Dispensary, ambayo leo hii ndio tunaendelea kutoa huduma kwa jamii.
na kadiri mambo yanavyokwenda, ndio maana nasema kwamba kustaafu sio kuchoka, ili tujenga kwamba lazima tuendelee kutoa huduma. Ndio dispensary ambayo tunayo leo hii, lakini kwa kusogea mbele na neema ya Mungu tunamshukuru. Kwa majina naitwa Theodosia Ndietabura, ni mkazi wa hapa Nkwenda. Nitoe historia fupi ya maisha yangu. Kama alivyokutangulia kusema mume wangu, tulianza wote shule za msingi Roa Primary School, baadaye ndio tukaenda hapa Primary School. Baada ya hapo tukaenda vyuo. Baada ya hapo tulikutana Nyakanga Hospital tukifanya kazi. Tukahamia kituo cha afya Nkwenda, na kituo cha afya Nkwenda sasa ndio tulikuja kukutana na kukubaliana kuanzisha maisha ya familia. Tulienda kwa wazazi, tukapata kibali, tukafunga ndoa, na kwenye ndoa yetu tulifanikiwa kupata uzao wa watoto 6. Wa kike walikuwa 4, wa kiume 2. Ila bahati mbaya Mwenyezi Mungu, mtoto wa kiume mmoja, mtoto wa pili alitangulia. Baada ya hapo tuliendelea na kazi, tukiwa na kazi za ufugaji, kilimo na kazi za serikali. Kwenye maisha yetu tumefanikiwa kuishi kwa amani. Mafanikio yetu tumeishi kwa amani, lakini pia changamoto tulizozipitia kwenye ndoa yetu ni kumpoteza mtoto wetu wa pili, kijana ambaye alikuwa kwenye umri wa miaka 20. Na kitu cha kujivunia kwenye maisha yetu ni kuishi kwa amani na upendo. Kitu ninachowashauri wanandoa wa kizazi hiki ni kutumia hekima na busara kwenye maisha yao, ili ndoa zao ziweze kudumu na kufikia umri wetu kama sisi tulivyofikia miaka 50 ya ndoa. Mwisho, nafurahia haya maisha ya amani na upendo mpaka tunafikia siku ya leo ya kuhitimisha jubilei yetu ya miaka 50 ya ndoa. Kwenye utumishi wangu nilijaliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi Tarugu na kutetea haki za wafanyakazi wa wilaya ya Kyerwa. Pia baada ya kustaafu nilichaguliwa kuwa mjumbe wa bodi, mwenyekiti wa bodi ya halmashauri ya wilaya ya Kyerwa kwa kipindi cha miaka 3. Baada ya hapo nilistaafu na nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa bodi, nilichaguliwa kuwa mjumbe wa bodi ya shule ya Nkwenda Sekondari. Na baada ya hapo nilistaafu shughuli za uongozi, nikaanza shughuli zangu za kujitegemea kama ninazoziendeleza sasa hivi. Pamoja na majukumu mengine ambayo nilikuwa nayo wakati wa kipindi cha kazi zangu, nilifanikiwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya afya ya halmashauri ya Kyerwa kwa muda wa miaka 3. Vile vile nimefanikiwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya shule ya sekondari Rumanyika. Hayo yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa niliyotumikia wananchi katika jamii. Sasa kwenye mwenyekiti wa bodi ya afya ya wilaya, baada ya miaka 3 niliona majukumu ya nyumbani yananibana. Nilimuomba mume wangu kama anaweza kugombea huo mwenyekiti aombe, na aliweka jina akaomba, na bahati nzuri alichaguliwa akaendelea kuwa mwenyekiti wa bodi ya afya ya wilaya ya Kyerwa. Fanya jubilei kwa sababu ndoa yetu tangia mwaka 76 imekuja kutuleta kwamba sasa ni miaka 50 imefika, tuweze kuungana na jamii hapa, na sisi tutoe ushuhuda wetu na wengine watoe ushuhuda wao kwa kutuona kwa miaka 50 ya ndoa tunaifanya hadharani. Kwa hiyo leo ndio tunafikiria kwamba kama kweli nyayo zinaweza kufuatwa kwa kutumia hekima na busara, basi ndicho chombo ambacho kimetuongoza mpaka leo tuko pamoja, mimi na mke wangu. Kwa ufupi niishie hapo, ni kwamba nawaomba na wale ambao wanakaribia au ambao walishafanya kwa miaka 50 tuwaombania miaka 75 ya ndoa, na kama ambao wako nyuma, basi barabara iko wazi, ni kutumia hekima na busara. Napenda niwashukuru wote wanaoendelea kuchangia na wale ambao wameshachangia kwa kufanikisha shughuli yetu ya jubilei ya miaka 50 ya ndoa
niwakaribishe rasmi kwamba tarehe 28 mwezi wa 6 Jumapili kuanzia saa 7 katika ukumbi wa Passion Hotel.